Kwanza yeye nilifanya kazi naye nikiwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu kuanzia mwaka wa 91 Januari, na nimekuwa msaidizi wake pale mwaka 2000, na yeye ndiye alinipa uaskofu. Nimekaa naye mpaka 2009 ndipo nilipata kiharusi, nikaenda India nikatibiwa. Hapo ndio kaona nitoke nije Bukoba. Nikaja Bukoba, lakini kwa vile tulikaa naye alikuwa mtu kwa kweli, mtu mwenye msimamo. Una maana gani unaposema alikuwa mtu mwenye msimamo? Yaani kitu anachoamini atakisema. Alikuwa hamumunyi maneno kusema kwamba atabembeleza, atafanya nini. Anachokipenda na kisema. Na hilo unadhani liliwahi wakati fulani katika maisha yake kumletea tabu kidogo? Hata kutoka kwa vikundi hivi vya kidini, kama walikuwa wana maombi wale, wakaanza kumwandika vibaya na nini. Hivyo kabidi mimi nije juu kusema hapana, anasema ni kweli. Hao ndio wengine hawakufanya kwa sababu walimuogopa, kwa sababu alikuwa anasema alikuwa na nyamaza, hata kama akupenda alijiwa na nyamaza kwa sababu alikuwa na nguvu, singeweza kumuingilia, yani kumsema. Hata hivyo utakubaliana na mimi Askofu Kilaini kuwa ukaribu wake na serikali baadaye, hasa na Rais John Magufuli, ulileta kidogo mgawanyiko baina ya wale walikuwa wanadhani utawala wa Magufuli ni katili na wa ukandamizaji. Wakati huo Kardinali Pengo alikuwa na mahusiano ya karibu na kiongozi huyo. Kweli, yani baada ya kustaafu haukusikia ukali wake tena pale. Ni kweli kabisa, baada ya kustaafu hakupiga ukali sana. Na alipokuja Magufuli alikuwa na akili, akaenda karibu naye. Anajua huyu anaweza kumshika vizuri, hiyo alikuwa karibu naye, anamwendea, anapiga magoti, anamuomba na nini. Basi unajua alikuwa kwa babu kidogo hapo. Nakumbuka wakati fulani palikuwa mtafaruku, hata ikabidi tusimame kumtetea mahali pengine. Sura walioizoea ya kwake ilikuwa kidogo imegeuka. Unadhani hilo lilikuwa ni kosa la kimkakati? Nauliza hivi kwa sababu hata baada ya kutangazwa kifo chake usiku wa kuamkia leo, yako maoni kwenye mitandao ya kijamii, majukwaa ambako kusema kweli wengi ndio wanayatumia kutoa maoni ambayo yanamkosoa hata baada ya kifo chake. Wanahisi alikuwa karibu sana na watawala na akaachana na jukumu lake la kusema kwa niaba pengine ya wananchi. Ni kwamba unajua watu wanasahau walioyafanya, wanafika ile ya karibuni kwamba alikuwa na Magufuli, na Magufuli alikuwa na watu waliompenda na alikuwa na watu ambao hawakumpenda. Na kwa kawaida ambao hawakumpenda wanajua wanaongea zaidi. Hivyo kwa kweli wana sauti kubwa. Lakini kwa kweli ukishika maisha yote kwa ujumla, yeye alikuwa mtetezi wa wanyonge. Kardinali Pengo atakumbukwa kwa lipi kubwa nchini Tanzania na katika jumuiya ya Wakristo hasa Wakatoliki? Kardinali Pengo atakumbukwa kwanza kama mwana maadili ambaye alipenda na alisimamia maadili, na kwa maadili hayo hakushuka hata kidogo. Hata wakati pale katika siasa alikuwa anatetea wanyonge, wala kwa kipindi akiwa madarakani alikuwa mstari wa mbele kabisa wa kutetea wanyonge na kutetea haki za watu.